Tunakuja kwenu kuzungumza kuhusu sera zetu, na tunakuja kwenu kuzungumza kuhusu umaskini wetu ambao umetengenezwa na sisi, na kwa sababu ya hofu ya watu waoga ambao wameharibu nchi hii, wanaiba rasilimali, wanawapa wa China, wanawapa Waarabu, wanawapa wazungu, wanaogopa, wanataka hata tusizungumze na nyie. Mnakubaliana na hali hii? Mnakubaliana na hali hii? Tunahitaji sauti zetu zisikike. Utaratibu wa nchi yetu ni kupeleka taarifa polisi within 48 hours, na tumecomply na tumepata utaratibu wote. Kwa ndugu zangu wananchi wa Mkunguni, tunaomba tusikilizane na tuzungumze kuhusu haja za wananchi wa maeneo haya na wananchi wa Tanzania. Sawa sawa? Ndio. Hizi ndizo kauli ambazo zimeleta sintofahamu mpaka kufikia jeshi la polisi kuzuia mkutano wa Mheshimiwa Heche, ambapo alikuwa anahutubia pale Kariakoo akiongea na wafanya biashara tofauti. Na hii imepelekea pia hata wafanyabiashara wenyewe kuraise ama pia kugoma na kutaka Heche aendelee na mkutano. Kwa hiyo ilikuwa ni mvutano wa hapa na pale kati ya polisi, Mheshimiwa Heche, lakini pia pamoja na wafanyabiashara ambao wapo maeneo ya Kariakoo. Kabla ya kuendelea nikukumbushe tu, bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe na utakuwa kwanza kupata taarifa zote kutoka hapa Master TZ Online TV. Kama unavyoona kwenye hiyo screen ni kwamba huo ni mvutano kati ya polisi na Heche pamoja na wananchi. Kimsingi ni kwamba kuna ziara ambazo zinaendelea kufanyika nchi nzima kwa chama cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema, na baada ya mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo ambaye ni Tundu Antipas Lissu kukamatwa na kupeleka magereza, basi makamu mwenyekiti wa chama hicho Chadema anaendelea na ziara kumwakilisha mwenyekiti wake, na ndio maana kila atapopita basi hataacha kumwongelea mwenyekiti wake kukamatwa na kupelekwa huko magereza. Na zaidi pia watu wengi wanatoa maoni yao kuhusiana na kukamatwa kwa mwenyekiti huko, ambapo amehukumiwa kesi ya uhaini, yani ambapo kisheria ni kwamba anatakiwa kuuawa. Na hiyo ndio inaoleta changamoto pia kwa wafuasi na wananchi tofauti. Wafuasi wa Chadema lakini pia na wananchi tofauti ambao wanahudhuria mikutano hiyo wanatamani sana Lissu aachiwe, na Heche mwenyewe akiendelea kusisitiza kuhusiana na kuachiwa kwa Lissu. Kama nilivyokuambia tu, hiyo ni sintofahamu iliyotokea hapo jijini Dar es Salaam Kariakoo, huku Heche akiongea na wananchi au wafanyabiashara wa eneo hilo.